Haleluya, haleluya, mtu wa Mungu. Nakusalimia sana, nakusalimia sana. Ninaamini uko vizuri, uko safi kabisa. Niko na neno la Mungu hapa, nataka tulikumbuke na tuliangalie. Lakini pia tuchukue kitu. Mwahi kuisoma Waebrania sura ya 13 mstari wa 7? Mwahi kuiangalia hiyo? Biblia inatuambia kwamba tuwakumbuke wale waliowahi kuongoza. Tuwakumbuke kwa kuangalia sana mwisho wa matendo yao, lakini pia tuige imani yao. Sasa unapomwona mtu wa Mungu aliyeokoka alafu akakwambia kwamba anataka kuongeza mke wa pili ama watatu na hata wanne pia akitaka ama atakapojaliwa, naomba uikumbuke hii Waebrania sura ya 13 mstari wa 7, kwa sababu yawezekana huyo mtu ameamua kuwakumbuka wale waliotangulia, na hakuishia kuwakumbuka tu, ameamua kuiiga imani yao. Kwa mfano, Mkristo wa leo aliye na mke zaidi ya mmoja, huyu naweza nikasema ameamua kuiga imani ya mtu kama Daudi, ameamua kuiga imani ya mtu kama Yakobo, imani yake, ameamua kuiga imani ya kina Rehoboamu, kaiga imani yake. Kwa sasa wewe ukimuona upaswi kuwa na mashaka naye. Akikwambia ni Mkristo mwenzio ameokoka, uko naye kanisani, huna haja ya kumtenga, huna haja ya kumzuia kushiriki meza ya Bwana, kwa sababu imani aliyonayo ni imani ambayo wamewahi kuwa nayo hata wale waliotutangulia. Kwa hiyo yeye anapokuwa na imani hii, yeye hawezi kuwa mtu wa kwanza, Kwa mfano wanawake wenzangu, mimi napenda sana kuongea na wakina mama, kwa sababu kina mama walio wengi wanakaa wako makanisani, wanaendelea tu kupoteza muda wakisubiri Mungu awape wa kwao. Nasubiri Mungu akupe mme wako kabisa, yani mme wako. Sikiliza nikwambie rafiki, yani wewe ukiamua kuwa kwenye ndoa ya mke zaidi ya mmoja, utakuwa hauna imani yako mwenyewe, umeiga imani ya waliotutangulia. Tena yawezekana wewe umeingia kwenye ndoa ya mwanaume mwenye wake wawili. Kumbuka kulikuwa na wenzako 7, wao walikuwepo kwenye yani wote saba walikuwa na mume mmoja. Kwa hiyo haina shida. Kwa nini ufe bila kupata watoto, mwanamke mwenzangu? Kwa nini ufe bila kupata watoto? Unazeekea kanisani, unasubiri nini kati wanaume wapo? Alafu sikiliza nikwambie, tumeambiwa kwamba idadi ya wanawake ni wengi kuliko wanaume. Sasa ukisubiri wa kwako mwenyewe, atatoka wapi rafiki? Atatoka wapi? Kwa hiyo unapomwona mtu ana mke zaidi ya mmoja, usimhesabu kama ni mwenye dhambi, usimhesabu kama amepotea. Akikwambia tu yuko katika Kristo, kuwa na amani naye. Mkaribishe kanisani kwako, akukaribishe kanisani kwake. Yani safi kabisa, haina shida, kwa sababu ameamua kuiiga imani ya waliotutangulia. Ameamua kufanya kile ambacho waliotutangulia waliwahi kufanya, na kama waliotutangulia walifanya na wakwenda motoni, basi hata wale walioko katika kizazi hichi hawataenda motoni, kama walienda mbinguni, na hata sisi leo tutaenda mbinguni. Kwa hiyo haina shida. Basi muwe na amani sana. Nimewakumbusha tu hiyo Waebrania sura ya 7, Waebrania sura ya 13 mstari wa 7, ili mjue kwamba wale wote wanaosema kwamba Mkristo aliyeokoka akiwa na mke zaidi ya mmoja, akiwa na wake wengi, anaenda mbinguni, msiwaze sana mkafikiria kwamba hii ni imani nyingine. Hapana, imani ni ile ile, na huyu mtu anakuwa ameamua tu kuiga imani ya waliotangulia, na Yakobo, na Daudi, na wengi, yani nikiwataja hapa ni wengi sana. Kwa hiyo hao wote wako mbinguni, na ndio maana na sisi tunakuwa na ujasiri wa kuongea, ujasiri
wa kuzungumza, ujasiri wa kusema, ujasiri wa kunena. Barikiwe sana, barikiwe sana.